Mwenyekiti wa tume iliyoundwa na rais kwa ajili ya kuchunguza matukio wakati na baada ya uchaguzi wa Oktoba 29, Jaji Othman Chande amesema nyongeza siku 21 iliyotolewa kwa tume hiyo inatosha kukamilisha kazi iliyosalia na kusisitiza kwamba hakuna ajenda yoyote iliyofichwa kutokana na muda huo ulioongezwa. Jaji Chande ambaye alikuwa akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam ikiwa ni siku chache tu baada ya tume yake kuongezewa muda wa nyongeza, alitaja sababu kadhaa ambazo alisisitiza ndizo zilizofanya tume kuomba muda wa nyongeza: ukubwa wa kazi, kutaka kuandaa ripoti yenye ufanisi na juhudi za kutaka kuanzisha mchakato wa maridhiano baada ya kumalizika kuandaa ripoti ni miongoni mwa mambo ambayo tume hiyo imezingatia katika nyongeza hiyo ya muda. Ni kitu kikubwa. Nyewe mnafahamu kwamba saa nyingine upelelezi wa kesi moja tu ngumu ya jinai inachukua muda mrefu. Kwa hiyo kwa shughuli yote hii iliyotokea 29 April kwa hizo siku 153, kwa hiyo ni muhimu kwa tume kufanya kazi kikamilifu. Kwa hiyo sisi tuliomba muda na mamlaka, Mheshimiwa Rais ambaye ndio alotuunda amekubali kutuongezea hiyo muda nyongeza, lakini tu nihakikishie wananchi kwamba tuko hatua za mwisho kabisa. Mwishoni mwa wiki Rais Samia Suluhu Hassan alitoa taarifa ya tume hiyo iliyopaswa kukabidhi ripoti yake Aprili 3 kwamba imeongezewa muda mwingine wa siku 21 ikiwa ni nyongeza ya pili baada ya ile awali kumalizika. Jaji Chande ambaye amekuwa na uzoefu kuongoza tume mbalimbali ikiwemo zile za kimataifa ametetea uhuru wa tume yake akisema inafanya kazi kwa wazi na kuzingatia weledi. Hatua ya tume hiyo kutoa ufafanuzi kuhusu kuongeza muda inakuja huku kukiwa na mjadala mkubwa miongoni mwa jamii wakihoji mwenendo wa tume hiyo kushinda kumaliza kazi yake kwa wakati. Katika maelezo yake, Jaji Chande alisema tume hiyo haina ajenda yoyote ya kuficha au wala kutaka kuleta uchakachuaji katika ripoti yake, na kwamba tume hiyo inakusudia kuandaa ripoti yenye weledi ikihusisha wataalamu mbalimbali. Tumeanza sifuri, lakini sasa hivi kweli tuna milima ya makabrasha ya ushahidi na sisi tunaongozwa na ushahidi tu ambao tutatupeleka huko tutakokwenda. Na wakati huo tukitoa ripoti tutawaambia ushahidi wetu kwenye hili umefikia hapa, na tunategemea ushahidi ulioletwa, hatutegemea shahidi ambao uko nje huko. Ndio maana tumewaita watu, tunawaalika watu waje kutoa ushahidi. Hata sasa hivi wakitaka kuja mlango iko wazi, lakini mtu kama ana ushahidi uko nje hatuelezi, utegemei sisi tutafikia ushahidi huo. Kwa ushahidi tutakaotumia ni ule ambao umeletwa mbele ya tume. Umeletwa mbele ya tume aidha kwa kiapo au sisi wenyewe tumemsikiliza kaapa mbele yetu, au katuletea taarifa au katuletea kabrasha. Katika hatua nyingine, mjumbe maalum wa katibu mkuu wa Umoja wa Nchi za Jumuiya ya Madola, rais wa zamani wa Malawi Lazarus Chakwera amewasili nchini akitarajia kuwa na kikao na viongozi wa serikali. Pia atakutana na wadau mbalimbali wa kisiasa kujadiliana juu ya mchakato wa kitaifa wa maridhiano kutokana na yale yaliyojitokeza wakati wa uchaguzi mkuu wa Oktoba 29. Kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.